Praise the Lord. Good morning viewer. Natarajia kama umekuwa salama ndani ya Yesu. Ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya, tutafurahia na tufurahie ndani yake. Ni kwa sababu ni mapenzi ya Bwana katika Kristo. Asubuhi ya leo nimekuja tena na nabariki jina la Bwana, ni kwa sababu ameweza kunihifadhi na hata kukuhifadhi wewe msikilizaji wa siku ya leo ama mtazamaji. Ni asante kwa sababu ya Mungu, ni kwa sababu yanafanya mambo yote kwa wema kwa wale ambao wanampenda na amewaita kwa kusudi lake. Siku ya leo mimi ni mtumishi Peter, nakuja tena na nikaweza kushiriki neno pamoja nanyi. Naye Bwana akaweza kuwabariki na kuwainua na kuwatenda mema. Nikwambia kwamba mpendwa, Mungu anatupangia mipango miema asubuhi ya leo. Ingawa umepitia katika uvuli wa mauti, nakwambia kwamba Mungu anakuja kutembea pamoja nawe. Ni kwa sababu hata hiyo kinapokuwa usiku, Mungu huja na nakutengeneza na nakurejesha mahali pako. Ujumbe wangu wa siku ya leo ni kuhusu rejesho ama restoration. Ni ujumbe ambao Mungu ameweka katika moyo wangu ili wewe nami tukaweze kufaidika. Pasipo kupoteza wakati, ningependa kuingia katika maombi ya kufungua ibada hii ya online, naye Bwana akaweze hata kutusikia na tukaweze kuanza pamoja naye. Ni kwa sababu maandiko inasema ya kwamba Moses akaambia Mungu, usipoenda pamoja nami sitaweza kwenda. Ni kwa sababu it is useless to move and to do things without God because you'll eventually fail. Wacha tukaombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuinua, ninakushukuru asubuhi ya leo Bwana. Ninalitukuza jina lako takatifu, wewe ambao Baba unapasua miamba. Wewe Baba ambaye unapasua na kuangusha mielezi, hata mielezi ya Lebanoni mfalme. Asubuhi ya leo najikabidhi mbele zako, mimi kama mtumishi wako Bwana, ukaweze kunitumia kama chombo. Na chombo hiki kitakachotumika na wewe Bwana, ni kwa sababu unasema sisi ni vyombo dhaifu, ndani yetu umeweka kitu cha dhamana. Naomba asubuhi ya leo Bwana, Roho wa Mungu nielekeze, nisaidie Roho wa Bwana, isiwe tu ni kukutumikia bure asubuhi ya leo. Maneno yatakayotoka katika kinywa changu yakabariki msikilizaji, yakabariki mtazamaji Bwana. Naomba ya kwamba Roho wako akashike ushukani sasa, akaweze kunisaidia. Roho wa Bwana nisaidie, nikaweze kufikia mioyo hata ambaye inahitaji Bwana sauti hii. Ni kwa sababu sauti yako Baba inaleta uponyaji. Sauti yako Baba inapolalama kama simba, ayara unajifungua Jehova. Naomba asubuhi ya leo utakapotoa sauti kunipitia mimi chombo chako, wengi wakapone. Katika jina la Yesu tuomba hata kuamini. Amen. Mpendwa, sasa asubuhi ya leo ningetaka tushiriki kuhusu restoration. Na restoration ni kurejeshwa mahali pako, na kama ulikuwa umeondolewa kwa mambo fulani. Kwa mfano inaweza kuwa kulikuwa na vitu kama garika. Garika ni hii maji inakuja inabeba kila kitu. Alafu inakuwa ya kwamba mnaanza kurejeshwa pamoja, mnaanza kupewa vitu vilikuwa vimepotea. Wewe ulipoteza TV, wewe ulipoteza mimea, mifupa, mambo fulani unaanza kurejeshewa. Hiyo ni kurejeshewa vitu ambavyo vilipotea. Na katika maandiko Mungu amechukua nafasi kubwa sana kunena kuhusu urejesho. Ni kwa maana watu wengi wanahitaji urejesho. Kuna wakati mwingine unapitia katika magonjwa mazito, unahitaji urejesho. Kuna wakati ambapo pia ndoa yako iko katika mawe, unahitaji urejesho. Kuna wakati ambapo kazini mwako hakufanyi vizuri, unahitaji urejesho. Na hii Mungu alijua unahitaji urejesho. Kuna watu katika hali ya utumwa, na katika maisha haya you can be in bondage, and when in the bondage you need restoration. So today I'm going to quote some verses and some points. I'm going to talk about some points. Ninene mistari fulani ambayo inahitaji inanena kuhusu hiyo restoration. Mpendwa, hata kama upitia mambo mazito, ujue Mungu ako pamoja nawe. Na nataka kuongea tu kidogo kuhusu wana wa Israeli, na napenda kuongea kuhusu wana wa Israeli kwa sababu hawa ndio wanatupatia foundation. Ni kwa sababu maandiko inasema ya kwamba nayo agano la kale ni kioo kwa mambo ambayo yatakayokuja. Kwa hivyo kama unataka kuelewa vile Mungu anakufanyia saa hii, unafaa unarudi nyuma, unaangalia vile Mungu alifanyia wana wa Israeli. Na tunaona wakati mmoja Ibrahimu akiwa katika ngozi ama katika vision, Mungu alimuonesha wana wa Israeli watakuwa katika Misri miaka 400. Lakini Mungu akamwambia Ibrahimu ya kwamba watakapokuwa katika miaka 400 pale Misri, mimi nitakuja kuwa visit tena na niwatoe mahali pale na mkono wangu mwenye nguvu
na utajiri mkubwa. Hivyo Bwana alikuwa anafanya nini? Bwana alikuwa anasema nitawarejesha, I will restore you. Ni kumaanisha atawarestore, atawatoa Misri, awalete huku Canaan ama Israel, awarudishe mahali walikuwa nafaa kuwa. Na hiyo ilikuwa ni rejesho. Na wakati mwingine pia wana wa Israeli walikuwa katika Babylon. Ukisoma katika kitabu cha Isaia 29 ambayo tunaipenda sana verse 11, lakini hiyo 29 inaongeanga yale mambo yalikuwa yanatendeka katika Babylon, mahali Yeremia alikuwa ni nabii. Na maandiko inasema wana wa Israeli walikuwa wamevutika moyo sana. Na kuna kitabu cha Zaburi kinasema ya kwamba walipofunguliwa kutoka kwa mateka walilia sana. Na walilia kwa sababu waliona ya kwamba ni kama ndoto. Eti kama ni ndoto ya kwamba wameweza hata kutoka katika utumwa. When God restored them, waliona ni kama ndoto waliporejeshwa na Mungu. So kwa hivyo nitaingia katika kitabu na maandiko ili tukaweze kuingia katika masomo ya siku ya leo, na niseme ya kwamba restoration inaweza kuwa katika utumwa. Sasa hiyo ndio nilikuwa na explain katika utumwa, ambayo sasa tutaona utumwa mambo leo, si utumwa ambayo ilikuwa katika Egypt. Tuone ni utumwa gani unaweza ingia siku ya leo. Na katika number 1, restoration, God will restore you in bondage. In bondage, katika jera ya mambo fulani. Kuna mambo umeingia ndani yake mpendwa, umeshindwa kutoka. Wengine wako katika hali ya immorality, na katika kanisani. Immorality ni kusema ni hali ya usinzi. Na usinzi ni kuwa unasinzi katika mawazo, unasinzi katika hata shakaraba zikirianda. Katika whatever you are doing in your life, there are things that iko kinyume na Mungu. Umeomba miungu mingine. Hii yote ni hali ya utumwa. Na hii hali ya utumwa ndiyo Mungu anasema ya kwamba anaenda kukurejesha siku ya leo. Jambo lingine ambalo unaweza kuwa utumwa ndani yake, kabla nisome haya maandiko, ni katika hali ya umasikini. Unaweza kuwa na bondage ya umasikini. Na Mungu anasema ya kwamba I will restore you. So kwa hivyo he will restore you from poverty to wealth. Iwe ya kwamba uko na madeni mengi, kwa sababu ukiwa katika hali poverty unakuwa na madeni hapa na pale. Na hapa ndio Mungu anasema ya kwamba nitakukumbuka na nikurestore from this situation na nikuweke mahali nafaa. Si mapenzi ya Mungu mpendwa ukasumbuke katika dunia hii. Ni kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba Mungu alipoumba dunia aliitazama na akasema iko nzuri. When God created animals, aliangalia akasema everything was good. So kwa hivyo Mungu hangiangalia umasikini aseme uko mzuri. Na mtu kama Adam akumbwa akiwa masikini, and the Bible says all the animals were under his dominion. Maandiko inasema all the plants under his dominion. Alikuwa ni a king alipokuwa katika dunia hii, lakini kwa sababu ya dhambi iliyoingia katika dunia tukaanza kuwa na mipaka ya mambo mazuri. So kwa hivyo unaweza kuwa uko katika hali ya utumwa wa poverty. Poverty ndio sasa siku hizi hatuendi kama Egypt, kama wakati wana wa Israeli walienda Egypt, lakini sisi tunaenda katika utumwa wa poverty, umasikini usioeleweka. Mpendo, kuna watu na umasikini ambao umeingia katika mizizi. Unaona mtu ana umasikini mzito. Unaona mtu hawezi nunua mkate, mtu analiva below $1 a day. Unapata ni umasikini ambao umeingia sasa ndani sana. Na pia kuna watu kuna umasikini unakuwa tofauti, poverty inakuwa tofauti. Kuna mtu anaweza afford basic needs, lakini hawezi toka pale pa chakula, ako katika hali ya chakula. Kuna mwingine levels zinaenda hivyo. Na hivyo ndio Mungu anaenda kusema ya kwamba siku ya leo anaenda kurestore. Na tunaona vile Mungu atarestore kila kitu kilichoibiwa. Ni kwa sababu wakati mwingine utajiri wako ulifungiliwa na shetani, ulifungiliwa na madhabahu. Kuna jera ingine ama bondage ingine inaitwa bondage of stagnation. Lakini hiyo ningeisoma katika Deuteronomy 2 verse 2. Bondage of stagnation. Hautoki mahali pamoja, unazunguka unasema hapa ndipo nilikuwa. Hiyo ni bondage of stagnation, wa kukua mahali pamoja. Jera ambayo hausongi hata kiroho. Jera ambayo ukiamuka ni pale pale, ukiomba ni vile vile, hakuna maeneo ya kiroho unasonga. Hiyo ni jera ya stagnation. Na maandiko yanasema katika Kumbukumbu la Torati 2 verse 2 ya kwamba Bwana akanena akaniambia 3 verse 3, mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Ya kwamba vile mlimzunguka. Wakati mwingine unaweza kuwa katika this bondage of going through the same area. Unaweka biashara haisongi hata 5,000 kwa mwezi.
unaona kuna breakthrough katika maisha yako, hiyo ni jera ambayo Mungu ataenda kukurestore siku ya leo. Utakapoamini, Mungu atakurestore from this scenario of this kind of a bondage. Hii bondage ya kusimama mahali pamoja, unajipata kwa mahali pamoja katika maisha. Si mapenzi ya Mungu mpendwa, nikawe mahali pamoja asubuhi ya leo, ukawe mahali pamoja asubuhi ya leo. Mapenzi ya Mungu ni tukaweze kukua katika hekima, tukue katika ufahamu, tukue katika mambo ya kiroho. Ni kwa maana maandiko yanasema katika 1 Corinthians chapter 2 ya kwamba Mungu kuna utajiri ametukirimia. Kuna mambo ameachilia katika maisha yetu. Na haya mambo ndio Mungu anatamani tukayashike. Lakini si mapenzi ya Mungu tukakae katika mahali pamoja. God desires to restore us with the wealth, with health and with the spirit. Na Mungu ametuahidi ya kwamba atatutenda mema. Kwa hivyo mambo kama haya ndio bondage tunasema ya kwamba Mungu atatutoa katika huu utumwa katika dunia. Kuna watu wako na utumwa mbaya sana katika dunia. Wako na utumwa wa kutumikia dunia. Naye Mungu si mapenzi yake tukatumikia dunia. Mungu anataka ya kwamba sisi tukamtumikia yeye. Kwa maana Mungu aliambia Musa, ambia Farao aachilie wana wa Israeli ili wakaenda wakanitumikie. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ya kwamba mwakaenda wakanitumikie. Mapenzi ya Mungu kubwa ambaye alimuumba mwanadamu ni mwanadamu akaweza kumpatia sifa. Lakini uende ukaniuliza ya kwamba kwa nini Adam hakumpatia Mungu sifa? Lakini mimi nikwambie, alikuwa anampatia Mungu sifa katika hali ya obedience, katika hali ya kulinda wale wanyama, katika hali, kwa sababu Mungu alimwambia I'll give you dominion over the animals, over the plants, over everything. Kuservice God, giving praise to God, ama kumtumikia Mungu ni yale mambo unafanya. Si ukaombe tu, si ukafunge tu, lakini maneno ya kinywa chako ni kumtumikia Mungu. Vile unafanya, unapita katika nchi barabarani, unaona kiwete, huwezi mpatia kitu, unamuombea. Hiyo ni kumtumikia Mungu. Kwa hivyo mapenzi makubwa ya Mungu kwa mwanadamu ni akaweze kumtumikia, so that we may serve the Lord. Lakini umepata tumewekwa katika bondage. We atufiki full measure ama kipimo ambacho kinafaa kumtumikia Mungu. Na unapata ya kwamba tuko na shida nyingi, kwa maana Mungu hapati nafasi ya kuingia katika mioyo yetu na kutembea pamoja nasi. Ni kwa sababu tuko katika utumwa ya mambo ya kitambo. Our minds ziko recorded mambo ya kitambo. We don't want to be renewed by our mind, by his word. Maandiko yanasema katika kitabu cha Romans 12 verse number 2 that we should not be confirmed to the things of this world. Tunakonfirmiwa na mambo tumepitia, tunakonfirmiwa na mambo tunafanya, lakini Mungu anatamani ya kwamba tunaweza tukabadilika. Tusiwe watu the same. We should be people that are being transformed by his word, to be more of Jesus, to be more. Uwe ukiongezeka katika hali zote za maisha. Na nisome katika kitabu cha Jeremiah 29 verse 11, tuone hawa watu walikuwa katika Babylon na vile Mungu aliweza kunena na nabii huyu wake. Alikuwa ni nabii wa tumaini huyu. Nabii Isaiah, alikuwa nabii Jeremiah, alikuwa nabii ambaye alikuwa na tumaini. So Jeremiah 29 verse number 10 ama 8, tupate foundation 8, tuone kwa nini Mungu aliwaambia mipango niko nayo ni mema. Verse 8 inasema kwamba maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, manabii walio kati yenu na wabashiri wenu wasiwadanganye nyinyi, wala msisikilize ndoto zenu mnazotesha. Unajua kuna ndoto zinazooteshwa. Kuna ndoto zinakuja za uongo za shetani, za kukuvunja moyo. Na unasema ya kwamba hii ndoto nimeota, sasa nimeharibika. Sasa ndoa yangu imevunjika. Sasa kazi imeisha. Hizo ndoto zingine si za Mungu. Na Mungu anasema katika hapo akaambia na Israeli, kwa sababu ilikuwa imefika miongoni mwao kulikuwa na manabii wanawavunja moyo. Na walikuwa wakivunjwa moyo wanapoteza tumaini. Na verse 9 inasema ya kwamba kwa maana kwa jina langu hutabiri maneno ya uongo kwenu, mimi si kuwatuma, asema Bwana. Bwana kasema ya kwamba, akaambia wana Israeli, mnaona hii unabii mnatabiriwa ya kwamba mtatoka hapa Babylon, ya kwamba mimi niko kinyume nanyi. Hiyo si unabii, mimi nasema. Tena nasema ya kwamba, for thus is the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you in causing you to return to this place. Mungu akasema nitawarestore. Akasema miaka 70 ikiisha, mimi nitakuja kuwarestore.
Mpendwa, hiyo jambo umepitia miaka mingi, umepitia miezi mingi, lakini nakupatia tumaini asubuhi ya leo. Nikwambie hiyo jambo unabilipitia, Mungu ataenda kukupatia tumaini. Haijalishi waotaji wamekuotea nini, haijalishi watu ama hisia zako zinakwambia nini, lakini asubuhi ya leo nataka kuambia hivi ya kwamba Mungu akasema ya kwamba wakati utafika mwisho wa mateso haya. Unajua kwa nini walikuwa wameenda Babylon? Hawa watu walikuwa wameasi Mungu, lakini Mungu hakuwa amekasirika nao milele. Ni kwa maana maandiko inasema ya kwamba Mungu hakasiriki forever. Mungu akawapatia muda ambao atakaa katika Babylon, na akasema baada ya huu muda mimi nitawavisit and I'll take you out of Babylon. Akawaambia atawatoa huko miaka 70. Lakini tunaona ndio utolewe mahali hapa mpendo, ndio kuwe restored. Wakati mwingine unahitaji kuomba, hawakurestoriwa hivyo. Ndio mtu mmoja anaitwa Danieli alipokuwa katika maombi, katika kusoma maandiko, akakuta mahali pameandikwa haya maneno. Akaona Yeremia aliandikiwa, akaambiwa na Mungu, baada ya miaka 70 nitarestore Israel kutoka Babylon. Na maandiko inasema ya kwamba alipoona hivyo Danieli aliomba. So kwa hivyo for us, we don't pray, if you can pray deeply, hii mambo ingine inaweza badilika. Kama deeply you can enter into a mode of prayer, uombe hiyo hali ambayo itatoka, Mungu atakuja kukurestore. Ni kwa sababu mtu ambaye anaitwa Danieli aliposikia haya maneno aliingia katika maombi, na verse 11 nasema ya kwamba maana nayajua mawazo ninayowazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho. Unexpected end. Yaani Mungu atakupatia tumaini wakati unaona ni kama unaenda kuisha, wakati unaona ni kama umepoteza kila tumaini. Mungu anasema ataenda kukurestore. He is going to restore you. He is going to give you an expected future, an expected hope. Haijalishi umepitia mambo magani, haijalishi unapitia kipindi kigani, hakuna jambo Mungu asiloliweza. Mungu wetu anaweza mambo yote. And the Bible says in the book of Luke 1 and verse 37 that there is nothing that shall be impossible with our God, because our God is able to restore you. He will restore you from what you are going through. Huyu ni Mungu atakayeweza kukurejesha. Haijalishi umelia usiku mgani. Wapendwa, wacha niwaambie kwamba kuna watu wanalia usiku na mchana, lakini maandiko inasema ya kwamba katika chupa yangu nimeweka machozi yenyu. Kitabu cha Zaburi chasema hivyo ya kwamba kila kilio na mlilia Bwana, Mungu anaenda kukukumbuka na kurestore. Au usichoke kuomba mpendwa. Kama unaenda katika mlima, usichoke kusikiliza Mungu, usichoke kutafuta Bwana. Ni kwa sababu Mungu anakuwazia mawazo mema ya kukurejesha katika mahali pako. Pengine ni mambo yaliyoharibika katika familia yako, pengine ni magonjwa yaliingia katika maisha yako, lakini what I can tell you is that this morning Mungu anakuwazia mawazo mema ya kukurejesha. Tuliona mtu ambaye alikuwa anaitwa Ayub. Ayub ni Job. Job aliweza kupitia mambo mazito, na sijui ni nani katika generation yetu anaweza pitia mambo ambayo Ayub alipitia. Na nafikiria kwamba kama mimi ningekuwa Ayub, pengine singeweza kusimama. Ni kwa sababu huyu Ayub alikuwa ni tajiri mkubwa sana, ambaye alitajika na marafiki wa maana sana. Lakini nakwambia kila kitu kiliondoka katika maisha yake kama maji, ikapepwa kama upepo. Na huyu mtu kwa siku, sijui ni siku ngapi, kwa sababu ilikuwa nasikia kila siku kuna kitu kinatendeka kibaya. Na yeye hana makosa, after hiki kibaya kingine kibaya kingine kibaya. Watoto wote wakakufa, wanyama wote wakakufa. Na tukiangalia foundation ya mtumishi wa Mungu, alikuwa toa sadaka paka kwa mawazo ya watoto wake. Anasema pengine watoto wangu waliwaza dhambi, anatoa sadaka. Lakini huyu mtu alikutwa na gharika. Pengine haya mama unapitia si kwa sababu wewe umemwasi Mungu, si kwa sababu umetenda dhambi, lakini ni shetani ameomba ruhusa akaweze kukujaribu. Na hii Mungu anasema ataenda kukurestore. Kama alirestore Job alirestoriwa na kapatiwa kila kitu maradufu. Huyu ni Mungu wetu ambaye he's not unrighteous. He will do something in your life. It doesn't matter what you have lost in the year 2020. Haijalishi umepoteza nini in the year 2021, ambao tumekuwa na gharika katika nchi yetu. Tumekuwa na pigo na tauni la corona. Lakini kuambia kwamba chochote ulichopoteza ni kwa sababu kazi yako ilizama. Mungu ataenda kukurejesha kama umezidi kuwa mwaminifu, kama umezidi kuwa mwenye haki.
Maandiko inasema ya kwamba naye Mungu huelekeza miguu za wenye haki. So kwa hivyo na kuombea kwamba Mungu ataweza kuwa pamoja nawe. Jambo lingine tutasoma hapa ni ati Mungu atakurestore kutoka kwa magonjwa. Kuna magonjwa yamekatalia katika mili za watu wa Mungu. Kuna mama niliona jana amevimba miguu na nikaona ya kwamba Mungu akamhurumie. Najua mama kama huyo Mungu ataweza kumsaidia. Mimi najua ya kwamba mambo yote yawezekana kwa Mungu. Kwa maana Mungu kama angejua yawezekani hangeandika. Nimeona Mungu akiponya watu na najua huyu mama pia Mungu ataweza kumkumbuka. Sasa afya kama hizo ambazo zimejitokeza, ni magonjwa tu yametokea, Mungu ataweza hata kuangalia hiyo hali na kuwakumbuka watu wake. Mungu atakumbuka katika hali ya magonjwa, anakurestore. Hapo ndio niko na nitasoma kitabu cha Hosea 6 mstari wa kwanza na Zaburi. Hapo nitasoma mistari kadhaa hapa pale. Kitabu cha Hosea ndio taanza nacho. Tusikie Mungu vile anaahidi. Na Mungu ameongea about healing so many times. I think ni over 100 times. Ile Mungu amenena about healing of his people. So kwa hivyo nianza kitabu cha Hosea. Kitabu cha Hosea 6 nianzie 1. Kinasema hivi. Njooni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Wow. What a promise. Mungu anasema tukimrudia yeye atatuponya. Hizi jeraha ni yeye aliweka. Kuna vile tulimuondokea Bwana na yeye akaleta majeraha katika maisha yetu. Kwa hivyo hiyo ugonjwa pengine ni jeraha Mungu aliweka. Na sasa unasema Mungu anasema tumrudie. Ni kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alijua yale majeraha aliweka. Na kwa sababu yeye ni tabibu anasema come and return us unto the Lord for he has torn. Kwa hivyo Mungu ni amerarua mili zetu. Amerarua hata afya zetu wakati mwingine. And he will heal us. He has smitten and he will bind us. Mungu alikuwa na zile bandage mzuri. Atakuja atubind, atutengeneze. So Hosea akaambiwa hivyo. Waambie watu wangu wanirudie. Na wakinirudia yale majeraha, yale magonjwa nimewaweka, nitaweza kuja kuwaponya. Nitaweza kukuja kwenda kuwasaidia. Nisome kitabu kingine cha Zaburi 51 verse 12. 51 verse 12. Tuone pia Daudi. Wakati mwingine unagonjeka moyo mpendwa. Na ukigonjeka moyo hapo ndio shida iko. We pray that God will heal your hearts. Because when you are sick in the heart, life changes and your approach changes. Nitaenda mahali hapo, nitaenda Zaburi 51, nitaenda verse 12. Hiki ni kitabu Daudi aliandika akiwa na mambo mazito na alikuwa naomba Mungu akaweze kumrejesha. Nitaenda tu katika verse 12 kwa sababu ya wakati. Na niseme ya kwamba Daudi akasema ya kwamba restore unto me the joy of the salvation and uphold me with a free spirit. Daudi akaambia Mungu ya kwamba katika moyo wangu niko na shida. Sina furaha ya moyo. Na hii furaha ya moyo akaambia Bwana naomba kanirejeshe. Na kuna mahali anasema sijui hapo ni hapo chini akasema ya kwamba naomba mafupa uliyoivunja ikafurahia tena. Wakati mwingine your spiritual bones they become so fragile, inakuwa weak. Uwezi ukaweza kusimama hata kiroho. Ni kwa sababu hata moyo wako umejawa na majeraha. Na hiyo ndio ugonjwa ile unaweza kupata wakati mwingine. Na ndio Daudi akasema restore unto me the joy of salvation. Unakosa furaha ya wokovu. Na nasema ya kwamba na ukanipatia uphold me with my free spirit. Unitengemeze kwa roho ya wepesi. Yani free spirit, yani ile unasikia Mungu haraka, unatenda mambo yale Mungu anapenda haraka. Hii ndio alikuwa free spirit. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu atakurejesha katika magonjwa yako. Kuna watu wamegonjeka sana, lakini ukiamini Mungu, hayo magonjwa yanaweza kaondoka. Mpendwa, si lazima ukaenda hospitali. Hospitali ni mzuri, lakini watu wengine wamejaribu hospitali na haifanyiki. Unaenda hospitali na unapanga wakati mwingine unaambiwa hii ni ya kinyumbani. Enda udili kinyumbani. Kinyumbani gani? Wa nyumbani hawatakusaidia. Daktari ameshindwa. Ule mtu atakusaidia ni Mungu. Ni kwa maana usipotegemea Mungu, utatafuta kukaa alikuwa anaishi wapi, utafute mambo mengi sana. Yatakutosha na hautapona. Lakini ukisikia daktari kwambia ni ya kinyumbani, kama mtu mwingine nisikia aliniambia hivyo, ati ya kwamba baba yake aliambiwa ni ya kinyumbani wasuruhishe. Na yeye mwenyewe amevimba miguu. So ni kumaanisha hapo wanahitaji Mungu
restore their health, because when God comes, he doesn't look at the obstacles. Angalia hizi altars zimeinuka, ni kwa sababu altar ya Kristo ikiinuka, hizi altars zingine zinasabaratika. Kwa hivyo sijui ni nini inakusumbua katika afya, lakini I can tell you for sure that God will heal you. God will restore your health in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Na Mungu kwa sababu ni mwaminifu, atatenda hivyo. Na jambo lingine nazidi kuhubiri ni all your struggles. Mungu ataweza kukurestore kutoka kwa struggles. Struggles ni masumbuko ya maisha. Unasumbuka kwenda kazini, unasumbuka kumtumikia Mungu, unasumbuka katika familia, katika ndoa, mahali umetoka unasumbuka. So hizi struggles za maisha, Mungu ataweza kupatia pumziko. Na ndio Mungu anasemanga, "Jooni nyote ambao mna mizigo mizito, nami nitawapatia pumziko." Nikwambie mpendwa, siku ya leo ya kwamba katika dunia hii kuna masumbuko mengi. Na masumbuko haya yalionekana katika Martha, ambaye alikuwa ni dada ya Mary. Alikuwa anasumbuka mambo yale ya kuhitajika wakati ule. Wakati mwingine unasumbuka, lakini unafaa kuwa umetulia katika uwepo wa Mungu. Ni kwa sababu jambo moja Mungu ametuahidi, that he will give us rest. Lakini unapata hauna rest in your life. Why do you not have rest? Because you have not allowed God to restore you. Mungu akurejesha katika hali ya kutulia. Haijalishi mambo yale unapitia, haijalishi yale mambo yanaonekana kwa macho. Lakini when God restores your life inakuwa na pumziko. Na ndio Daudi akaambia Mungu, nipatie furaha ya moyo, nipatie furaha ya wokovu. Na alikuwa anasema hivi kwa sababu alijua amefika mahali amekosa pumziko. Na hii rest ya Mungu hupatia wale watu ambao wameenda kumtafuta katika mlima wake. The more you pray God, hata kama mambo hayaondoki, inakuwa ni kama mlima unayoishwa over time. Yule mama wa Luka 18 mstari wa 1 alimwendea jaji. Na huyu jaji hakuwa anamuogopa Mungu, hakuwa anamjua Mungu, na hakumheshimu hata mwanadamu. Lakini mama alienda siku nyingi, na siku ya mwisho Mungu alionekana. Tunamuona Elia alipanda katika mlima, pale akutana na miungu ya Baali. Na maandiko inasema alipowashinda na kuwaua wote, walipoinua madhabahu, akainua ya Mungu, akainua ya Baali. Maandiko inasema ya kwamba Mungu akamwambia, alikuwa amemwahidi kutakuwa na mvua, lakini hakuwashinda na mvua ikamwagika ama ikatoka mbinguni. Elia alikuwa na nafasi ya kuomba, na maandiko inasema aliingiza kichwa katika miguu yake na akaomba mara ya kwanza na mvua haikupatikana. Mara ya pili mvua haikupatikana. Akaomba paka mara ya 7. Imagine mara ya 7. Wewe umeomba mara ngapi? Pengine umeenda katika milima mara 2, 3 na ukasema haiwezi kabadilika. Lakini huyu mtumishi alienda mara 7 na hata hakuona mvua ikamwika katika mbingu yote. Aliona mkono wa mwanadamu. Cloud, a small cloud. Bwana pewe sifa. We need God. We need to surrender to God. These things will happen. Tukiweza kusurrender kwa Mungu, hakuna jambo tutaweza kulifanya. Ni kwa sababu katika dunia hii Mungu alisema sign and wonder shall be done. Lakini we need to be restored to the will of God. Because tumeondoka katika njia za Bwana. Pengine tuko katika kanisani, tunaenda tunaabudu, tunasomewa neno ama tunasoma neno, lakini katika ulimwengu wa roho na utengano. We have a spiritual divorce with God. Unaweza kuwa na divorce with God, lakini yet you are going to the church as normal, as religion. Lakini Mungu ataka maisha ambayo itakuwa na power in your life, maisha ambayo itakuwa na connection, spiritual connection with him. Because God is looking for that one who he can make fellowship with. Na ile fellowship ya pale katika shamba la Edeni, Mungu anaitamani sana, anaishaukia sana. Na ndiposa akasema hii fellowship ilikuwa duniani katika shamba la Edeni, na sasa ikakuja mbinguni, nikae na watu wangu hapa, waniabudu hapa karibu, ambapo hakutakuwa na kifo, ambapo hakutakuwa na machozi, hakuna kulia tena. Hii ndio mpango ya Mungu. Anataka hiyo fellowship that shall be perfect, because this fellowship of the Garden of Eden, it was distorted. Ilienda ikachafuliwa, ikakuwa defiled. Naye Mungu akasema ya kwamba kwa maana napenda mwanadamu, nitamrejesha katika mbinguni. Mahali shetani aweze kukufikia. Na maandiko yanasema the last enemy to be killed shall be the death. Ya kwamba kifo ndio adui wa mwisho atakayemalizwa katika dunia.
na hakuna kulia mbinguni, na hakuna hata struggles. Hizi struggles zinakuja, zitafika mwisho mpendwa. Hapa duniani tumikia Mungu, kubali Mungu akurejeshe katika uwepo wake, katika shamba yake. Na nikotuga naye kwa atrejeso kile oso kia domo goda. What does that mean? Ya kwamba Yesu alikuja kurejesha watu katika shamba la Edeni, ni katika uwepo wa Bwana. Yesu alikuja kurejesha watu katika uwepo wa Bwana. Lakini moyo wako ni mgumu. Wakati Mungu ajaribu kukufikia na unasonga tu nyuma. When God is drawing near to you, when God is expecting you to come, you are still going forward. Katika njia zako unamuasi Bwana katika mambo yako, yani you are not giving God a chance. Umpatie chance so that he can deal with you, he can remove all the struggles. Nitasoma jambo lingine kwa maana ya wakati. Mungu atakusaidia kupata ufunuo. Hiyo nyingine ni from chain and powers of oppression. Mungu atakuresta kutoka kwa minyororo ambayo imekufunga na nguvu za kufinyiria. Katika hii maisha unapata kwamba kuna minyororo imekamata watu wa Mungu. Wanapojaribu kwenda wanavutwa nyuma. Hii ni minyororo ambayo pengine ni ya kule aliyotoka, minyororo ya limitation ya ambayo wamejiwekea wenyewe. Watu wanaweza jiwekea mipaka katika kuamini kwao, katika mambo yao, katika fikira zao. Wanaweza jiwekea hata mipaka na minyororo. Na wacha nisome tu maandiko katika Marko, tuone mtu ambaye alifungwa. Huyu ni shetani alimfunga. Katika Marko 5 tunamjua mambo ambaye alikuwa na mashetani. Na tutasoma tu mistari michache na tuone ya kwamba huyu mtu destiny yake ilifungwa na mashetani. Kwa hivyo destiny yako inaweza kuwa imefungwa, lakini Mungu anaweza kukurestore. Nisome tu mambo ambaye alikuwa anaitwa Legion. Nasoma tu mistari michache sana. Na Marko 5 mstari wa 2 unasema ya kwamba wacha nisome tu mstari wa kwanza. And they came over the other side of the sea into the country of Gadarenes. Verse 2, and when he was come out of the ship, immediately there he met him out of the tombs, a man with an unclean spirit. Akutana na mtu ambaye alikuwa na maroho machafu. Verse 3 nasema ya kwamba who has his dwelling among the troops, and no man could bind him, and not with the chains. Mtu ambaye hangefungwa ni kwa sababu alikuwa violent, ni kwa sababu maisha yake yenyewe yamefungwa. Sasa huwezi mfunga tena. Alikuwa amefungwa na spiritual chains na shetani, na wakati angemfunga alikuwa na nguvu nyingi, kwa sababu alikuwa under the power of oppression. Alikuwa chini ya utawala wa kufinyiliwa. Na maandiko inasema hapa, and the Bible says, because he had been often bound with fetters and chain, and the chain, he has been plucked asunder by him, and the fetters broke in his peace, and neither could any man tame him. Ni mtu ambaye angetemiwa. Lakini verse 5 inasema ya kwamba and always night and day he was in the mountain and in the tube, crying and cutting himself with stones. Mtu ambaye alikuwa katika hali ya kufinyiliwa, ya kuwa oppressed, ya kusumbuliwa. Kuna watu wanasumbuliwa, pengine ufungwe kama huyu, lakini maisha yako yanakaa kama mtu huyu ambaye alikuwa ni legion. Mapepo yako ndani yako ya kukufinyilia, unajirarua kiroho, unajitesa, lakini ni kukua wewe umefinyiliwa. Na maandiko yanasema alikuwa katika milima usiku na mchana. Milima ni huko ambapo hakuna watu. Ni mtu ambaye alikuwa oppressed, amefinyiliwa katika maisha yake. Na verse 6 nasema, and when he saw Jesus far off, he ran and worshipped him. Akaenda kumwabudu Bwana Yesu alipoenda kukutana naye. Na maandiko inasema ya kwamba and he cried with a loud voice, what have I to do with you, Jesus, thou son of the most high God? I adjure thee by God that thou torment me not. Akamwambia Mungu, Yesu, usiweze kunitesa mimi. Lakini sasa okay, Mungu alipotoa huyu unclean spirit, wacha tuone hapa vile alikuwa restored. Na verse number 8 nasema, for he said unto him, come out of the man, thou unclean spirit. Wewe roho mchafu toka ndani yake. Yesu akasema. Na verse number 9 nasema, and he asked him, what is your name? And he answered saying, my name is Legion, for we are many. Yani ni mapepo wengi walikuwa ndani ya huyu mtu, na akaitwa Legion kwa sababu Legion ni mapepo katika vikundi vya thousands pamoja. 10 nasema, and he besought him much that he would not send him away out of the country. Lakini vile nitakwambia kwamba unaposoma hiyo storia yote mpaka verse 20 utapata ya kwamba mtu huyu alipoponywa alikuwa na huduma ya 10 cities. Dekapoli. Alikuwa na huduma ya 10 cities, alihubiri Dekapoli, miji ambayo ilikuwa ni 10 cities pamoja. Ona huyu mtu, huduma yake ilikuwa imeshikwa, lakini Yesu alipokuja akairejesha,
akairejesha mwito wake. Na kwa maana huyu mtu alipotoka, mapepo yalipotoka, alimwambia Yesu, wacha nikufuate. Yesu akamwambia hapana, we enda kwa watu wenyu. Alipomwambia enda kwa watu wenyu, alikuwa anamaanisha we enda ukafanye what you are supposed to do along your line. Ndio watu wengi alipoenda kuhubiri 10 cities. So kwa hivyo hizi power of oppression Mungu anaweza kukurestore. Tunapolia Mungu anaweza tusikia. Jambo lingine, hiyo story pia utaipata katika Luka 8:26. Jambo lingine ni stolen gift, wealth. Kuna vitu zingine Mungu atarestore asubuhi ya leo. Kuna vipawa zifanye kazi, kuna utajiri uliibiwa, lakini Mungu atakuja kuirejesha. God will restore it. Katika kitabu cha Joel 2 verse 26, ni verse mnajua, inasema ya kwamba zige kila kitu aliyokula Mungu atarejesha. That God will restore everything that locust ate. Na hii mimi nafurahianga Mungu kwa sababu hivi atafanya. Ukimwamini hivi atafanya katika maisha yako. If you believe, that is what he will do. Sijui nini umepoteza katika maisha yako, lakini by and by God will restore it. So verse number 26 ya Joel chapter 2 inasema ya kwamba nanyi mtakula chakula tele na kushiba, na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatayari kamwe. Hiyo ni ahadi Mungu anasema atamrestore na mkule na mnashiba. Kukula na kushiba ni kusema maisha yenu yatakuwa na katika hali ambayo Mungu alitaka iwe, mule na mshibe. Wewe ambao ni kushiba paka kiroho, uwe umejazwa katika roho wa Bwana, uwe huko katika hali ya oppression kama ule jamaa wa makaburi. 27 nasema kwa nini Bwana, kwa nini itakuwa hivyo? 27 nasema, and the Bible in the book of 27 Joel 2:27 nasema, and you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God and none else, and the people shall never be ashamed. Yani Mungu anasema atakapotukumbuka sisi tutabadilishiwa maisha, tutakuwa tumekula na tumeshiba. Na maandiko hii yote inasema yale mambo yote Mungu atafanya. Na 25 inasema hivi, 25 imeruka inasema ya kwamba, and I will restore to you the years that the locust has eaten, the conkerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. Wakati mwingine Mungu ana send great army. Ana send great army. Hii ni majeshi ya Bwana. Wakati mwingine anaituma katika nchi. Na saa zingine inakuwa spiritual. Usigojea tizinge kama hizo tuko tumeambiwa. Do you know that sometimes tunakuwa na aitangu aje, tunatoa unabii ambao si Mungu anataka tutoe hivyo. Sometimes tunaweza ngojea zige ambao unaona kwa macho, lakini si hayo Mungu anamaanisha. Anasema nitatuma zige. Najua siku zetu ni spiritual. Anasema hizi army ni mimi natumanga, lakini Bwana anasema hizi zige atakuja kuturejesha katika hali yetu na aziondoe. Even anasema ya kwamba, and I will restore you the years that the locust has eaten. Kuna watu miaka yao imepotea sana katika mambo tofauti, na hizo ni locust, lakini Mungu atakuja kurestore. Kuna watu gifts zao sasa zifanyi kazi kwa sababu ziliibiwa ama zililala. Do you know when you don't use your gift, it is stolen, is stolen by the enemy, na ificha mahali, lakini pia God can also take that gift and give to another one. Lakini sasa ukimuomba Mungu atakurestore, because there are so many gifts in heaven. Akona gifts, hata kama alipeana hiyo kwa mwingine, akona kama hiyo binguni na hata zaidi anaweza kukupatia. So Mungu atarestore your gift ambayo haifanyi kazi. God can restore it. When you ask him, he can restore it, because the gift can either be stolen ama taken away from God, from you by God. Ni kwa sababu tuliona maandiko inasema kama wewe utatumia gift yako vizuri, italanta itachukuliwa na ipewe mwingine ambaye anatumia vizuri. So kwa hivyo vitu ambazo Mungu huenda akarestore katika maisha yako asubuhi ya leo ni utajiri na gifts. Utajiri na mambo mengine ambayo umepoteza. Umepoteza mambo mengi kwa sababu ya mambo tofauti. Ya mwisho ni give you a heart of fresh. Mungu atarestore a heart of fresh. Wakati ambapo unapitia mambo mazito, moyo wa nyama, moyo wako huo unakauka. Lasi unakuwa hauna feelings. Unakuwa hawezi understand the way of God. Hata ukihubiriwa mambo za Mungu unasema Mungu mgani? Nimemngojea siku nyingi. Mtu ambaye alikuwa na moyo mgumu ni Gideon. Alipotokewa na malaika na akaambiwa, you are mighty man of war. Alisema warrior mgani huyu? Moyo wake ulikuwa mgumu.
au si wanyama, haungeshika vizuri useme kweli, kwa sababu ya Mungu hangesema hivyo. Alisema anaweza kucomplain, moyo ni mgumu wakati mwingine, but God is going to restore this heart. You will have the heart of flesh, utakuwa na moyo wa nyama. Na hii inapatikana katika kitabu cha, sitasoma, lakini Ezekiel 36:26 inasema ya kwamba and God says that he will restore the heart of flesh, na atatoa moyo wa jiwe na atakunyunyuzia maji. Hivyo ndio Mungu anasema katika kitabu, na ile kitu Mungu ataenda kusaidia